السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kwa ufupi jina langu mimi naitwa Mzee bin Salim bin Athman bin Salim Mwinyigogo. Kuzaliwa kwangu ni katika mji huu wa Tanga. Nimezaliwa mji wa Tanga kunako mwaka ya 80, yani Januari 3, 1980. Nimezaliwa katika mji wa Tanga. Mzee wangu aitwa Salim Athmani, pindi hicho alikuwa akifanya kazi idara ya maji. Kwa nimeishi mitaa idara ya maji barabara ya kwanza kule. Nikaishi kule na mama yangu, baba yangu na bibi yangu mzaa mama na ndugu zangu. Kule nilipofika miaka 7, mzee akataka kunipeleka madrasa chini ya usimamizi wa bibi yangu mzaa mama. Alichukua jukumu hili kunipeleka madrasa ya Usagara miaka ile 87, mdogo kabisa. Kindaanza alifu kule chini ya mwalimu Swedi. Kulikuwa na mwalimu aitwa mwalimu Swedi kule, ndio mwalimu wetu. Ilikuwa ile madrasa iko chini ya Mahadi Shamsia ya Ntamta. Mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayubu yule mwalimu Swedi. Nikapelekwa kule nikaanza masomo yangu ya awali mpaka ilipofikia mwaka 91 huko. Mwalimu yule akaondoka kwa sababu ya maisha. Alimpiga kama unavyojua maisha ya walimu wa madrasa, akaamua kurudi nyumbani. Tukawa pale, tukawa na wakufunzi pale wapo. Sisi tuita wakufunzi, sijui upande wa shule wakufunzi ni mtu mkubwa. Lakini tulikuwa pale, mwalimu mmoja akiitwa Ahmad Mjaka akatusimamia pale tuendeleze yale masomo yetu. Lakini akaenda kwa Sheikh Muhammad Ayub kumuelezea kadhia iliyopo kama madrasa haina mwalimu, yeye na wazee wa pale Usagara. Akaenda omba mwalimu mwingine. Walillahi alhamdu, mwaka ile akaletwa mwalimu ambaye mpaka sasa tuko katika malezi yake, Sayyid Surur Hashim bin Abdul Qadir al-Musawa. Akatupokea kwa mapenzi makubwa, akatupokea kwa udhaifu ambao tuliokuwa nao wa chini, bado mstawa wa chini, walillahi alhamdu. Lakini alituonyesha mapenzi ya hali ya juu sana, akatusomesha, akatulea kwa mapungufu mengi ambayo tuliomuonyesha. Hakujali, akaona kaletwa kwa ajili. Kama mimi nasema ukweli, hata hizo ada sikumbuki kumlipa mwalimu Surur mpaka leo. Kama lini nilimlipa, babangu kapeleka lini ada ya chuo. Bal pia alikuwa achukua uzito kututafutia vitabu tusome yeye. Katuangitikia mara barua kwenda huko, kwendeni kwa fulani atatununulia vitabu aje tusomeshe. Nia yake ilikuwa ni kusomesha. Basi yale mapenzi na sisi tukapenda madrasa. Akatupendekesha kwamba mpende dini, walillahi alhamdu. Sagara alikuta duni kabisa ile madrasa, kwa sababu hasa vitongoji vya kule kama ninavyojikana Usagara ilikuwa na tabia ngumu za watu walevi, wahuni, vinginevyo sisi tungeingia katika mambo yale. Lakini walillahi alhamdu akaweza kutubeba, akatulea, akatufanya marafiki zake. Basi tukapenda sisi madrasa. Hata hamu alikuwa ya kusoma pengine sisi ilitutoka, tukarudi katika mambo yale ya kusoma madrasa. Mpaka leo tuko chini yake, tukawa tupo katika madrasa ile mpaka kufariki almarhum Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Tuko naye madrasa ile Usagara. Lakini hapo katikati akatokea aliyotokea, tukahamishwa pale katika madrasa ile, tukenda kumfuata mwalimu wetu ambapo amekwenda. Alikuwa akihamahama, mara kenda baraza hii, mara kenda jenga banda hapa, kisi tuamfuata.
mara tupeleka MV9, mara ala kula hali tumekaa tusoma. Sasa tumesoma mpaka tulipopanda, katukabidhi kwa kaka zake pia kwa baraka zao. Tumesoma kwa Said Muhammad Hashim, mesoma kwa Saif Hussein Hashim mwenyewe, alhamdulillah. Hasa yeye afanya bidii kubwa. Kama mimi fakhari yangu kusoma Qur'ani, tafsiri nzima ya Qur'ani kuanzia alif lam mim mpaka kul a'udhu birabbin nas kwa tafsiri nakla ya Sheikh Muhammad Ayubu, nimesoma kwake yeye. Fakhari yangu si mara moja kwa msahafu kisha arudia, na masomo mengine ya tarikhi alikuwa tusomesha, fiqh alikuwa tusomesha Sheikh Said Hussein Hashim. Kwa hiyo haya ndo maisha. Mimi sikukuwa mambo ya kusoma sana shule, nimesoma darasa la 7 nikamaliza nikawa lakini pia nilikuwa na fani kidogo ya mambo ya kusoma kasida, ile imenipelekea akawa pia walimu wangu wameng'ang'ania wasiniache, lazima wawe pamoja na mimi. Mimi nilipelekwa Madrasa Shamsia kushiriki mambo ya maonyesho, kusoma kama tawini. Kuja Sheikh Surur akanipeleka kule Tawi, mtu wa kwanza kusoma. Nakumbuka mpaka leo maonyesho yangu, kwa maonyesho yalikuwa mambo ya kusoma dhuhuri na ikhtilafu zake, lakini baadaye nimekuja jua kumbe maonyesho hayo yametolewa katika Rahmatul Umma. Haya nishajua baadaye, lakini pale mdogo sijui. Naambiwa tu wajma'u ala anna awwala waqti adh-dhuhri idha zalat ash-shams, bas najua hivyo, lakini sijui wajma'u kina nani, wajma'u hao ni wamefuatana wapi. Najua tu mtu maonyesho khalas. Lakini kwa mwimbaji, msomaji wa Qur'ani katika mahafalati hizi lakini pia nimepelekwa katika kikosi kikubwa na Surur Hashim cha mambo ya Tamtadei, nikakabidhiwa kwa Ustadh Sheikh Muhammad bin Abi Bakar al-Burhan. Kanipokea, kanipenda, akanifundisha taratibu za kusoma mambo ya istighatha, hizi milango ya samai na kusoma samai. Kwa kwanza nilikwenda kuingizwa kwenye kikosi, sikupata bahati ya kusoma, lakini akanambia inshallah mwakani utasoma, na ahadi yake aliitimiza. Nikawa nimesoma mghani kama ule mbele ya watu wakubwa tu, kina Sheikh Muhammad Ayubu wakiwepo na wengine wakubwa wakiwepo. Kwa hiyo fakhari yangu nasema nimepata baraka kusoma mbele ya watu kama hao. Ni mambo makubwa, kwa sababu sisi twaitakidi mambo ya baraka. Baraka ni kitu kikubwa sana. Baraka ni kitu ambacho ndio chamfanikisha mtu. Si tumepata baraka, tumefanya rahalati zetu za kwenda Mamrui kwa kutana na Said Muhammad bin Sharif Said al-Bidh, tukasoma kule mpaka leo. Mimi nikienda kule sijaachwa kusoma mbele ya mabwana wale tangu uhai wake mpaka kufa kwake, mpaka ameshikamana na watoto wake. Nikifika kule natoa kasida katika ziara kabisa kubwa ya Sharif Said al-Bidh. Naye pia alionyesha mapenzi makubwa ya bwana yule ya kutupenda, kwa sababu sisi tumeonyesha mapenzi, tupenda sana. Ifika hatuachi, tangu tutasoma katika maulidi ya wageni mpaka sasa hivi tutasoma pale katika mambo ya siku yenyewe ya isti'aradhi. Kwa hiyo mambo ni mengi ya kusema, lakini kwa ufupi ni hayo, kwamba historia fupi, mimi ni mtu hapa Tanga, wazazi wangu wametokea Pangani, mamangu Bweni na Mwarongo ya ng'ambo. Wengine wajua wao wameanzia wapi, lakini mimi najua hiyo kwamba baba yangu mtu wa Pangani Madanga, na mama yangu kwa baba yake ni Bweni na mama yake ni Mwarongo ya ng'ambo. Walillahi alhamdu. Mimi nimeanza kupewa mihrab tangu mazoezi, kwamba sisi tuweze kusalisha msikiti wa Usagara kule, sasa hivi ukiitwa Al-Amudi. Tukahamia barabara 13 Hudhaifa tusalisha, lakini bado tuko chini ya uongozi wa shekhe mwenyewe Sharif Surur Hashim, akatusikiliza. Said Hussein Hashim alikuwa tukisikiliza mpaka mwisho kabisa. Tukawa ngachaguliwa kusalisha tarawehe katika msikiti mkubwa Masjid Jamia miaka hiyo ya nyuma. Lakini pia nimebahatika pale msikiti mkubwa kuwa ni qari wa mufti aliopita Sheikh Ahmed bin Juma
bin Hamid alivyokuja kufanya darasa yake ya mwisho katika akhir umri. Alikuja katika mji wa Tanga akaika darasa ya Jalaleni, akachaguliwa mimi katika wengi, alhamdulillah kupata bahati hiyo kuwa ni qari wake. Lakini baada ya hapo nikawa na khutubu pale msikiti wa Aljumaa bila kuwa ni imamu, na khutubu tu Aljumaa na kusalisha tarawih basi, si imamu. Baadaye nikapewa, nikarudishwa kule 13 nikawa ni imamu sasa, msaidizi chini ya Said Surur Hashim. Imamu nikutegemewa, mwanzo sisalishi, nikawa na khutubu pia kule msikiti wa 13. Baadaye Sharif Hussein Hashim akanipa kibla kile kwa mikono yake miwili na radhi zake, akaniambia kuanzia sasa wewe utakuwa salisha Aljumaa hapa. Baadaye akaniita akanikabidhi khutba ya Idi pale msikiti wa 13 na sala ya Idi itakuwa ni mimi. Baada ya mwaka huo tu kunikabidhi hivyo, kukaa sana mimi, nadhani mwaka uliofuata nikajatakiwa na watu wa msikiti wa Suni. Msikiti wa Suni kwa kule mjini kwa almarhum Sheikh Jumbe na mwanaye baadaye Sheikh Shauri, lakini Sheikh Shauri kautumikia msikiti ule kwa miaka, baadaye akifariki. Lakini wakati wa Sheikh Shauri nilikuwa nikienda kule Suni, akinitaka Sheikh Shauri kwamba niende swala za usiku kwa mwezi wa Ramadhani nikaswalishe ile swala za usiku. Tangu pale bwana akanipenda sana. Nadhani ile kunipenda kwake, alifariki mimi bahati mbaya sipo katika nchi hii, nilikuwa katika nchi ya Omani, sikuweza kumzika bwana yule, huko nyuma akazikwa. Mimi kurudi kuna imamu pale, nikaa pia Ramadhani nahitajika vile vile niende, lakini pamoja kwa kuna imamu mwingine nikaenda. Mwaka ambao nimekwenda ule ule ukatokea la kutokea pale, imamu na wasimamizi wa msikiti hakuelewana lugha, bahati mbaya nikatakiwa mimi baki pale sasa kwa mvutano mkubwa. Lakini baadaye Sheikh Surura akaridhia, kweli nilibaki pale msikiti wa Suni nikasalisha kuanzia 2019 nadhani mpaka mwaka huu, baada ya kuwa Sheikh Said Al-Mazrui amefariki Masjid Jamii siku ya Eid ya mfungo mosi. Wakawa watafuta imamu mwingine. Sasa katika vikao vyao wamekaa, wakaona nifuate mimi, huku wajua niko msikiti wa Suni, lakini litatiza ile jambo. Lakini gea aliyokuja ni shekhi yule yule ambaye alikuja omba msikiti wa Suni mimi niende, shekhi wangu. Sikuwa na khiari tena kwamba bwana, tutakutaka kuanzia leo ukawe imamu wa msikiti wa Riyadh barabara 9 na 10. Kwa hiyo kwa sasa ni imamu pale rasmi, niko Masjid Jamii ndio imamu pale, na pia na khutubu siku ya Ijumaa na mengineo ambayo yahusiana na mambo ya maimamu wanavyofanya katika misikiti, na mimi nimo. Lillahi alhamdu, tuenda vizuri, ndio maisha hayo mpaka sasa. Na darasa ndogo ndogo nasomesha pale, baada al-maghribi naanza darasa kuzoesha. Baadaye inshallah kwa radhi za mashekhe zetu tutapanda, tuamini tutapanda inshallah, sababu sisi tutaishi kwa baraka zao alhamdulillah. Kwa hiyo naona hapo patoshe, lakini bila kusahau ndugu zangu hawa wa Al-Jazir TV kwa wamenitembelea kuja niwahoji maswali kama haya. Sijawahi kuulizwa mimi maswali kama haya, kwa hiyo husni dhani yao ya kuwa waweza kuniuliza swali nikajibu kama hivi. Ni watu wazuri hao, kutufuata watu wadogo kama sisi kutuhoji. Watu wengi wapenda kuanza na mastaa wakubwa ili wapate majina, lakini hawa maskini wameanza chini huku kutuhoji kama sisi. Tuasema hivyo kimakosa kosa. Ni watu wa kuombewa Mungu sana, lakini watu pia wa kutangazwa kwamba ni watu wafanya kazi ya dini lillahi taala, watu wa kuombewa Mungu. Kuna mtu ataka kuwasaidia pia ni vizuri, sababu watangaza dini. Huwezi kutangaza dini bila misaada. Hata mitume ilikuwa na watu ambao matajiri wasaidia hivi na vile na mali na fikra na mawazo. Kwa hiyo hata mtu hana uwezo wa pesa mfano, lakini awape mawazo mazuri, kama nyewe vijana Al-Jazir TV fanyeni hivi vile. Una kamera kubwa, mtu asema madamu waondesha dini na mimi nataka dini itangae, sina uwezo, una ilmu,
una wakati, una nafasi, lakini una pesa, waweza kununulia kamera hilo, waweza kununulia kigari wakafanya kazi zao. Jambo zuri, jambo zuri, umeshiriki na wewe katika mambo ya dini. Hiyo fikra na ni uhakika, sio fikra kwamba ni potofu, fikra nzuri. Apeni jamaa, mkiona Al Jazira TV popote, takiwa mwasapoti na si au tuwasapoti, maana nikijitoa pia ni makosa. Asalamu alaykum wala afwa minkum.